Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Gertrude Kimalo. Nimeshakufahamu, ngoja tuje kwa dada. Dada unaitwa nani? Naitwa Beatrice Bonite. Beatrice, unasoma mwaka ngapi? Ninasoma mwaka wa kwanza kiukweli, ndo nimefika hapa mwaka wa kwanza. Unasoma program gani? Faculty gani ambayo unaisoma? Okay, mimi nasoma BCDS, yani Bachelor of Arts in Community Development. Faculty ambayo unaisoma inahusiana na nini? Okay, mi kwenye faculty ambayo mimi nasoma ni inahusiana na masuala ni mipango miji, in short, kiujumla mipango miji. Hapo kwenye mipango miji hapo naomba ueleze vizuri mipango miji, yani imefanyaje mipango miji na kwaje, yani mipango miji? Yani katika mipango miji ni namna tu, yani tunaweza tukasema kwamba tunasoma jinsi ya yani sisi wenyewe yani ya yani kuweza kusimamia maendeleo katika nini? Katika jamii, yani katika mji, yani kiujumla hivyo. Unamaanisha ukishamaliza miaka ambayo unataka kuisoma hapa, tukikukabidhi mji uisimamie kwenye mambo ya kimaendeleo, unaweza kufanikiwa? Sana kiukweli sana. Kwa kiwango cha asilimia gani? Jamani, hata 99% naweza, kwa sababu nitakuwa tayari ni mtu ambaye yani nimejitosheleza katika kila sekta, yani kwa ninavyokiona chuo. Hivyo. Kwa hiyo faculty ambayo unaisoma unaweza ukaielezea ni faculty namna gani, bora zaidi au ipo katika kipengele gani? Kiukweli mimi naweza nikasema kwamba ni bora kwa sababu inahusisha jamii nzima, yani jamii kwa ujumla pamoja na nchi kiujumla, yani hivyo. Kwa hiyo ni muhimu, ni muhimu. Okay, twende kwa upande wa pili. Dadangu, umeniambia upo mwaka wa kwanza, unaitwa Gertrude. Yes. Unasoma faculty gani? Mi kama mwenzangu hapo CDS, Community Development Studies. Nini ambacho kilikushawishi hadi ukaja kusoma Community Development Studies? Kwa sababu kwanza ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda, maana mimi napenda sana kujali jamii yangu, cha kwanza. Cha pili, napenda maendeleo katika jamii yangu. Hivyo katika jamii nahisi chichua ndio kozi inaweza kanifua zaidi nikawa mwana community development mzuri ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali katika jamii yangu. Kwa mara ya kwanza kabisa unakanyaga katika chuo cha ardhi, changamoto gani kubwa ambayo ulikutana nayo? Changamoto ni nyingi, lakini nitaweza express kidogo. Ya kwanza, katika utaratibu wa majengo. Tunavyojua chuo chetu kina majengo mengi. Nilikuwa hata sijui ningeambiwa Kiplaza, sielewi eneo gani. Cha pili, nilikuwa katika utaratibu wa kula. Sikujua bajeti ambayo inaweza kanisaidia mimi labda kwa wiki nitumie shilingi ngapi. Cha pili, uongozi wao nilikuwa siuelewi vizuri. Kwa hiyo ni moja hapo changamoto zangu. Lakini kwa sasa hivi unazungumziaje vitu vyote unavifahamu vizuri? Yes, namshukuru Mungu, nashukuru tena uongozi wa Aruso wametusaidia. Tunajua ni kisho timenirahisishia, nimetatua changamoto zangu. Siku ya tarehe 9 mwezi wa kwanza 2026 Ijumaa kutakuwepo na Aru Freshers Festival. Inawahusu wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Umejiandaaje kwenye hiyo festival? Kwa mimi kwanza ni mtu wa vibe, umeona? Nimelipokea vizuri. Kwa hiyo napenda sana kurefresh nini? Senesi nitafurahi, nitaenjoy, yani nitaondoa mawazo yote. Imagine ni enjoy sana. Dada, una kipaji? Mimi? Kidogo sana. Kipaji gani ambacho unacho kidogo? Sima kuimba. Una kipaji cha kuimba maana? Kidogo, sio sana jamani. Sio sana, ni kidogo sana. Sasa kwa hicho kidogo ambacho unacho, naomba uthibitishie, kwa sababu sasa hivi watu wengi wanakuwa wanakuangalia. Naomba uwathibitishie kwamba nina kipaji cha kuimba. Namvuta faraghani, tubu ndani, namtazama simwishi, namkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, kaanza Bangladeshi na malizia Sudani.